Malengo ya mpango huu, ya kwanza kabisa ni kuhakikisha barabara zetu zinapitika muda wote, lakini pia kurahisisha shughuli mbalimbali za kijamii kwa kupitia hizo barabara. Lengo la pili ni kutoa ajira kwa wananchi. Katika matengenezo katika hii fani ya barabara. Sasa faida kubwa za kufanya kazi na vikundi ni kama ifuatavyo. Moja, unaweza ukawa una barabara zimejaa uchafu, mifereji imeziba, makalvati yameziba, madaraja yameziba. Inapotokea mvua ikanyesha, unakuta kunatokea uharibifu mkubwa wa barabara hiyo, kwa sababu zile njia ambazo zinapelekea maji kutoka zinakuwa zimeziba, na inapofikia unakuja kufanya matengenezo, unahitajika utumie gharama kubwa sana kuweza kuokoa barabara hizo. Kwa hiyo serikali kupitia ofisi ya Rais TAMISEMI na kupitia wakala wa barabara TARURA ikaunda mpango huu ambao ni wa CBRM kwenye mradi wa RISE ili kuweza kufanya kazi kwa kutumia vikundi vya kijamii. Kuhusu kuwepo kwa vikundi katika utekelezaji wa mradi huu wa RISE, vikundi vinasaidia sana, kwa maana vinakuwa vipo kwenye jamii inayohusika na vinaweza kuona mapungufu na uharibifu kwenye miundombinu ya barabara kila siku. Kwa hiyo tukivitumia vikundi kutengeneza barabara, hasa matengenezo madogo, inasaidia kulinda barabara zetu na zidumu kwa muda mrefu, na thamani ya fedha ya barabara kuwepo kwa muda mrefu. Vikundi ni muhimu sana kwenye utengenezo wa barabara, kwa sababu vinahusisha shughuli za kila siku na jamii husika. Pia vinasaidia kulinda miundombinu hii ya barabara, kwa maana ya kupunguza uharibifu wa miundombinu. Kwa kutumia vikundi inakuwa rahisi. Ni ngumu sana mtu katika jamii husika kuharibu barabara, na kati kikundi hicho pia kina watu ambao wanaishi kwenye jamii ndio wanatengeneza barabara. Kwa hiyo wakikuona unafanya uharibifu wote kwenye barabara, watakuwa kwanza kukemea, na barabara hizo zitadumu kwa muda mrefu, kwa maana ya concept hiyo ya maintenance. Ili kuweza kuwapatia kazi vikundi, mchakato mzima wa manunuzi unatakiwa uweje? Mchakato mzima wa manunuzi hivi sasa umerahisishwa. Hapo awali ilikuwa vikundi ili waweze kupewa kazi ilikuwa ni mpaka wapate usajili kutoka CRB, lakini hivi sasa mchakato umerahisishwa. Vikundi wakishajiunda kuanzia watu 5 wanaweza kwenda katika halmashauri zetu za wilaya, wakakutana na maafisa maendeleo ya jamii, na kwa kushirikiana na TARURA wakaweza kutoa taarifa zao mbalimbali, wakipewa usaidizi wa maafisa maendeleo ya jamii, na hatimaye wakaunda kikundi. Baada ya kukamilisha taarifa zao ili usajili uweze kukamilika, taarifa hizo wakala wa ununuzi PPRA kupitia mfumo wa NeST wameweka window maalum kwa ajili ya kuwasajili vikundi. Hivyo zile taarifa zao zikishatoka katika ngazi ya halmashauri zinapelekwa PPRA, na PPRA wanachukua zile taarifa wanaziingiza kwenye mfumo maalum wa ununuzi unaoitwa NeST. Kupitia huo mfumo wa NeST, kikundi sasa wanaweza wakaomba kazi zetu ambazo tutakuwa tukitangaza sisi TARURA, ile 30% ya bajeti, na hapo wataweza kuomba hizo kazi, wataziona na wataweza kuziomba. Kwa ujumla, dhana hii ya CBRM ni dhana ambayo inatupeleka kwenye uendelevu wa ushirikishwaji wa jamii kwenye miradi ya barabara. Lakini kitu kingine cha muhimu kupitia mradi huu wa CBRM ni mradi ambao utaongeza ufanisi kwenye matengenezo na ukarabati wa barabara, kwa sababu jamii itakuwa na umiliki na vikundi vitahusishwa moja kwa moja kutoka kwenye maeneo ambapo barabara zilizochaguliwa zipo. Kwa hiyo kwa ujumla tunatarajia vikundi hivi vitakuwa chachu katika kutatua changamoto mbalimbali ndogo ambazo zinajitokeza kwenye barabara, ambazo kwa wakati mwingine zinahitajika gharama kubwa au mlolongo mrefu kuweza kuondoa vikwazo vinavyojitokeza. Lakini kwa kushirikisha jamii itakuwa ni rahisi kuweza kutambua maeneo yenye changamoto, lakini pia kutoa taarifa na kuzifanyia kazi.